Mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. TEC ni shambulio la maeneo matatu. Askofu Nzigiwa yataja mbele ya makamu wa rais kwenye hafla ya kusimikwa uaskofu Bagamoyo. Dr. Mpango asema serikali imepokea rai yao, asisitiza serikali inawasaka wote waliomshambulia Dr. Kitima. Habari katika ukurasa wa 4. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Askofu Eusebius Nzigiwa ikisema shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio la watu waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadri ya dhamiri, imani na wito wake aliyojaliwa na Mungu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Habari picha inamuonesha askofu wa jimbo jipya Katoliki la Bagamoyo, Mhashamu Stefano Musomba kushoto, akipokea fimbo ya kichungaji kutoka kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Jude Ruwaichi wakati wa kusimikwa kwake na uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti limeandika kauli ya RC Zanzibar kuhusu kadi za wapiga kura yazua jambo Unguja, siku chache baada ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Idrisa Kitwana kuwataka watendaji wa serikali waliopo chini yake kuwasilisha kadi zao za mpiga kura zikague. Wadau wa uchaguzi wamesema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Zito ajitosa tena ubunge Kigoma. Habari katika ukurasa wa 3. Mganga alistakiwa mauaji ya pacha achiwa huru. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika madeni uhuru wa habari kuwakahanga mawaziri watatu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake.